Mtazamaji wa Kasako Media, hapa tuko Msumi, Mbezi Msumi, na tumekuja kuzungumza na serikali na mwenyekiti, katibu mwenezi, mzungumzaji wa hapa. Lakini pia fursa ilikuwa kubwa ni kuhusiana na bodaboda kupata fursa kwenda nje ya nchi ili kupata riziki ambayo inafaa kama wao kwenda nje ya nchi kupata fursa kama hii ni kubwa sana kwao. Na fursa hizi zimetolewa mbalimbali, amesema fursa za kusoma, fursa za kupata ajira kama hizi zilizotoka za nje ya nchi. Basi changamkeni. Endelea kutazama Kasako Media. Jina langu naitwa Nice Code Frenico na The Don nyuma ya kamera. Asanteni. Mimi naitwa Mbwana Abdul. Ni katibu siasa na uenezi wa CCM kwenye kata hii ya Mbezi. Leo nimefanya ziara mtaa wa Msumi kwa lengo kuu kukutana na madereva bodaboda. Kwa nini nimekuja Msumi? Au kwa nini Chama cha Mapinduzi kata ya Mbezi kupitia idara ya siasa na uenezi imeshuka kuja kukutana na bodaboda? Tumekuja na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, tulivyokuwa tuna wakati wa uchaguzi, muda wa kampeni, tulikuja kwenu madereva bodaboda kuja kuwaomba ridhaa mkichague Chama cha Mapinduzi. Lakini pia tunawashukuru vijana wa bodaboda, nyinyi mmetuunga mkono kwa 100%. Kwa Chama cha Mapinduzi kata ya Mbezi, Chama cha Mapinduzi kwa ujumla, tunawashukuru bodaboda kwa kile ambacho mlichokifanya, kwa kukichagua, kwa kupigia kura Chama cha Mapinduzi. Lakini tulivyokuwa tunakuja, tulikutana na mambo ya kwenu nyinyi. Mlituambia kuwa Chama cha Mapinduzi mara nyingi tunawaona nyinyi kwenye kampeni, ila baada ya dhikisha kampeni chama hatukioni kufika kwenu. Hili tumelipokea kama Chama cha Mapinduzi. Na moto za bodaboda kama vijana na tukazibeba za kwenu, tukamfikishia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Na ndio maana akaona umuhimu, akaunda wizara ya vijana kama vijana. Maana yake wizara inashughulika na vijana. Sasa zinapotoka fursa ndani ya serikali, ni wajibu wetu sasa viongozi wa Chama cha Mapinduzi kushuka kwenu kuwaletea fursa hizo, mfahamu. Sasa katika kipindi hiki, hususa kwenye kata yangu ya Mbezi, ndani ya serikali zimetoka fursa 3. Zimetoka fursa 3. Kwa hiyo ni wajibu kama Chama cha Mapinduzi sisi tuwaletee fursa hizo, muzisikie. Jambo la kwanza, kupitia ofisi ya Mheshimiwa Mbunge Angela Jasmine Kairuki alitangaza fursa za madereva 60 ambao wenye leseni ya klasi C. Kuna fursa za ajira zimepatikana katika ofisi ya Mheshimiwa Mbunge. Sasa yawezekana nyie msisi, muda wenyewe hamna, na hata kupembua kwenye mitandao yawezekana muda huo mkaukosa. Sasa sisi ni wajibu wetu kuwafikia pale ipo kuwapa hii. Lakini kama hiyo haitoshi, fursa ya pili iliyokuja, ofisi ya Waziri Mkuu imetoa fursa kwa vijana kuanzia umri wa miaka 15 mpaka kwenda kusoma mafunzo stadi bure. Kuna makenika yako humo, kuna umeme wa magari, kuna ushonaji, kuna mapambo na kuna vitu vingi vipo humo. Matangazo haya yametoka, yamebandikwa kwenye ofisi ya serikali. Lakini vijana wa bodaboda kufika pale kusoma haya matangazo, inawezekana wakawa wanapishana nayo. Lakini kama hiyo haitoshi, serikali inatoa masomo haya bure. Kuna chuo kimoja kinaitwa Don Bosco
ambao ndio kinapokea watu hawa. Serikali inalipia gharama zote, yani mwanafunzi anakwenda kusoma bure. Lakini pia mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kibamba, kwa wale wanafunzi watakaobahatika kupata nafasi za kusoma, yeye analipia nauli. Kwa hiyo ni kazi ya mwanafunzi kutoka nyumbani kwenda shuleni kusoma, kurudi kwenda kuchukua taaluma ile ambayo anaona haina mfaa, kuanzia elimu ya darasa la 7 wa form 4 na kuendelea. Yule ambaye anataka kusomea umeme wa magari, labda awe na cheti cha form 4, awe na nini, vitu vingi viko humo. Kwa hili nalo limetoka katika serikali, limetangazwa, lakini yawezekana nyinyi ndio kwanza mnasikia sasa hivi. Sasa tukaona Chama cha Mapinduzi ni lazima tufike tuzungumze na nyinyi. Lakini sasa kubwa zaidi ambalo imekuja fursa inawahusu bodaboda kama bodaboda, yani wenyewe, yani special for bodaboda. Ndio maana tukaamua tushuke nayo. Sasa fursa ina mambo mawili, sawa? Jambo la kwanza, vigezo na masharti kwenye fursa hiyo. Lakini la pili, yawezekana ukawa hiyo fursa kwako huna vigezo navyo, lakini mwenzio akawa nayo, ni lazima iende. Kwa maana yake ni fursa bodaboda wote. Lakini humu bodaboda wamewekea moja ya masharti ambayo yaliyopo katika fursa hii, umri kuanzia miaka 20 mpaka 37. Ina maana vijana waliokuwepo kwenye umri huu ndio wao wenye fursa hii. Sasa kwa kuwa, hebu nipate kijana hapo asome vizuri hili tangazo la kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano. Mimi nataka bodaboda wenyewe. Una mwenyekiti wa bodaboda? Mwenyekiti wa bodaboda asoma vizuri hapo. Bodaboda, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano. Fursa za ajira 500. Madereva pikipiki nchini katika nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano. Tangazo la fursa 500 za ajira kwa madereva pikipiki nchini katika nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu, yani UAE. Ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano kwa ushirikiana na kampuni ya Target Tour and Labor Supply Company Limited inapenda kuwakaribisha Watanzania wenye sifa stahiki kutuma maombi kwa ajili ya kujaza nafasi 500 za madereva pikipiki zilizotolewa na kampuni ya Vero Logistic Delivery Service LLC ya nchini UAE kama ilivyoelezwa katika jedwali hapa chini. Maelezo ya fursa ya ajira. Fursa: dereva pikipiki. Taasisi: Vero Logistic Delivery Service LLC, nchi Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Umri: miaka 20 hadi 37. Sifa ya mwombaji: elimu ya msingi au sekondari, awe na leseni ya udereva wa pikipiki, awe na uzoefu wa zaidi ya miaka 2 katika fani ya udereva wa pikipiki, awe na hati ya kusafiria, awe na uwezo wa kuzungumza na kuandika lugha ya Kiingereza na awe mwanaume. Mambo muhimu: mshahara utalipwa kulingana na sheria za nchi ya UAE. Gharama za matibabu kwa kipindi chote cha ajira zitakuwa juu ya mwajiri. Mwajiri atagharamia tiketi ya kwenda na kurudi. Mwajiri atagharamia malazi
chakula katika kipindi cha miezi miwili ya mwanzo wa ajira. Maelezo ya fursa ya ajira. Mwajiri atalipia gharama zote za usafiri wa kutoka nyumbani hadi kituo cha kazi kwa kipindi cha miezi miwili ya mwanzo wa ajira. Aina ya ajira wa miaka miwili utakao huishwa. Daraja la leseni, daraja A1 na A3. Tarehe za usajili tarehe 19 mpaka tarehe 20 na tarehe 21 Januari 2026. Dar es Salaam. Kariakoo, jengo la Tahmedi, ghorofa namba 2. Tarehe 22, tarehe 23 na tarehe 24 Januari 2026 takuwa Mwanza. Tuache nako. Jinsi ya kutuma maombi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.